Wanasema kwamba mcheza kwao hutunzwa, lakini pia wengine wakaenda mbali wakasema kwamba mtu kwao. Sasa jambo ambalo limekuwa likiendelea katika nchi ya Afrika Kusini ni kwamba wamekuwa wakiandamana kwa muda mrefu, kama katika mwezi huu hapa ambao umepita, mwezi wa tano, mwezi wa sita ambao umepita, wamekuwa wakiandamana kupinga wahamiaji ambao wapo katika nchi ya Afrika Kusini, maana yake kimaanisha watu weupe ama watu ambao wanatoka nje katika nchi ya Afrika Kusini. Wazao wamekuwa wakiwapinga na wakitamani waweze kuondoka katika nchi yao. Sasa jambo ambalo limeweza kutokea ni kwamba katika kuandamana kwao wamefika katika mitaa ya watu weupe, yani nikimaanisha wazungu. Baada ya kufika katika mitaa hiyo hapo sasa wanakuambia kwamba ukimchekea nyani utavuna mabua. Sasa hawa wazungu hawajacheka na nyani ili wasije wakavuna mabua. Wametukifanya, wamewatoa waandamanaji ambao ni wazawa wa Afrika Kusini kwa bunduki. Yaani anakuambia ni kwamba taharuki imezuka ya kutosha kuona mgeni anamfukuza mwenyeji. Yaani kama wenyeji walikuwa na mpango wa kuwafukuza wageni, lakini wageni wameenda kuwafukuza wenyeji katika mitaa ambayo walikuwa wanaoishi. Sasa hili ni jambo ambalo limekuwa kwa muda mrefu sana limetokea katika nchi ya Afrika Kusini, na baadhi yao pia wamekuwa wakionyesha dhahiri shahiri kabisa kuwa hawataki wageni. Hata pia tumeshuhudia hata Wazanzibar katika nchi yetu pia wameanza kusema Wazanzibar wana nafasi ndogo sana ya kupata kazi hasa katika visiwa vya Zanzibar. Tukaona pia watu kutoka bara wakaanzisha pia na fujo, wenyewe wakianza kusema kwamba wanaanza kufukuzwa kazini kule. Lakini pia tukio hilo hapo ambalo limetokea katika nchi ya Afrika Kusini limewacha watu midomo wazi. Inawezekanaje watu ambao ni wageni ambao ni sio wazao katika nchi yao, katika nchi ya Afrika Kusini wanawafukuza wageni na tena kwa risasi? Lakini mpaka sasa hivi jeshi la polisi la huko Afrika Kusini halijatoa tamko lolote lile. Ndugu yangu mtazamaji, ndio maana nakwambia kwamba linda amani, anasema linda amani kuliko kitu chochote kile. Hili hapo ni jambo ambalo limetokea huko Afrika Kusini.